Yes, katikati hapa kumepangwa draw ya vilabu vitatu kutoka Tanzania bara vitatumia uwanja wa New Amani Complex ulioko Unguja visiwani Zanzibar kama uwanja wake wa nyumbani kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho. Singida walikuwa wa kwanza kabisa kutangaza kwamba wanahamia rasmi Zanzibar katika mechi zao za hatua ya makundi, wakafuata Azam FC ambao wote hao watacheza kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua ya makundi. Lakini pia Yanga Sports Club nao baadaye wakatangaza kwamba watakwenda kutumia uwanja wa New Amani Complex ulioko Zanzibar kama uwanja wa nyumbani katika mechi zao zote za hatua ya makundi. Kwa nini uwanja wa Benjamin Mkapa vilabu hivi vinauhama? Ama kwa sababu mbalimbali zikiwemo za marekebisho na mambo mengine, na pengine sababu zingine za kibiashara zaidi za kuamua kupeleka zaidi mvuto kwa watu wa Zanzibar ili nao kuweza kushuhudia ladha ya hatua ya makundi ya ligi mabingwa na kombe la shirikisho. Yako mengi ambayo yanajadiliwa. Lakini sasa zipi faida za watu kutoka Zanzibar ambazo watakwenda kunufaika nazo? Kwanza kabisa, katika eneo la biashara, Zanzibar watakuwa na mvuto zaidi ama watatengeneza pesa nyingi zaidi kutokana na ujio ama uwepo wa vilabu hivi, kwa kuwa vilabu vingine pia vitakapokuja kucheza katika hatua hiyo kwa maana kutoka nje ya Tanzania vitafikia katika hoteli na shughuli mbalimbali za usafiri na usafirishaji, vyakula na shughuli zingine zaweza kuwanufaisha Wazanzibari. Hakika hii ni namna ya kipekee zaidi ambayo inatengeneza uchumi kwa watu wa Zanzibar ambao pia wamekuwa wakishirikiana na klabu ya soka ya Yanga Afrika katika hatua ya kutangaza utalii wa Zanzibar. Pengine hili katika utalii wa Zanzibar barani Afrika unakwenda kuongezewa nguvu ya kutangazwa zaidi. Ikumbuke pia fainali ya kombe la shirikisho msimu uliopita ilichezwa visiwani Zanzibar ambako Simba dhidi ya RS Berkane. Je, sambamba na faida lukuki ambazo zitapatikana Zanzibar kwenye hatua hii, zipi athari ambazo watakwenda kupata watu kutoka Tanzania bara ama vilabu vyenyewe? Kwanza, watu wengi kutoka Tanzania bara hawatopata nafasi msimu huu ya kushuhudia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho ambako mwaka huu vilabu vya Tanzania vyote vinne vilifuzu kwa maana ya Tanzania bara, na hivyo wataikosa fursa hiyo. Mashabiki wengi ambao wamekuwa na utamaduni wa kusafiri na kwenda Dar es Salaam, pengine itakuwa ngumu kwenda Zanzibar, na kwa sababu mbalimbali ikiwemo ufinyu wa uwanja, lakini pia hata umbali. Na hasa la ufinyu wa uwanja kama unachukua watu wachache zaidi, itawanyima fursa watu wengi mikoani kusafiri kwenda kushuhudia mechi hizo. Badala yake sasa itabidi washuhudie kupitia televisheni tu.